Bismillahirrahmanirrahim. Bayana kutoka kwa Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Imani. Anasomea kwenu moja katika maksudi wake kwa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayana kwa tarehe 7 Rabi' al-Akhir 1446 Hijria, sawa na tarehe 20 mwezi wa 10 2024. Bayana kwa anwani: kicheshi cha kuchekesha lakini kinaponya mioyo ya watu wanaoamini. Bismillah, isipokuwa ushindi ni kutoka kwa Allah. Na tunasema Mungu awalinde enyi Hizbullah. Nilisikia takriban wiki 2 zilizopita kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akiwaahidi watu waliokimbia makazi yao, wakazi wa kaskazini mwa Israel, kwamba atawarudisha kwenye makazi yao kaskazini kwenye mipaka ya Lebanon. Baada ya wiki 2, kichekesho ni wiki 2 baadaye Hizbullah ndiyo ilimhamisha Benjamin Netanyahu kutoka kwenye kasri lake kwa kutumia ndege isiyo na rubani. Mungu awabariki enyi mashia wanaopigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu awabariki enyi ansaru wa Mungu wa Yemen, na Mwenyezi Mungu awabariki mujahidina masimba wa ahlu sunna, kundi la harakati ya wanamgambo wa Kiislamu Hamas, na Mwenyezi Mungu awabariki harakati ya jihadi ya Kiislamu Saraya al-Quds, na masimba wote wa mukawama wa Palestina, na Mwenyezi Mungu awabariki harakati ya jihadi ya Kiislamu Simba wa Iraq, na Mwenyezi Mungu awabariki kikosi kipya kwa mpaka wa Jordan, Simba wa ufalme wa Kihashimia wa Jordani. Mungu awalinde mujahidina wote kutokana na madhehebu zote za Kiislamu zinazoamini Mungu mmoja, jeshi la waumini la kuikomboa Palestina na msikiti wa Al-Aqsa, wafuasi wa wanyonge wa Palestina, madhalimu wa Benjamin na washirika wake wahalifu, wauaji wa watoto, wauaji wa wanawake wa Kiislamu, na wauaji wa wanaodhulumiwa wasio na ulinzi. Ni uzuri ulioje umoja wenu katika handaki moja, kwani nyinyi nyote ni wafuasi wa Mungu kutoka katika madhehebu mbalimbali za Kiislamu. Mkono wa Mungu uko juu ya mikono yenu, hivyo anabariki umoja wenu, anaipatanisha mioyo yenu na kuwapa ushindi dhidi ya maadui wa Mungu ambao ni mabwana wa ufisadi mkuu katika historia ya wanadamu katika nchi iliyobarikiwa. Hivi ndivyo wafanyavyo wazayuni wahalifu wanaoua watoto wakidai kuwa ni kujilinda wenyewe kwa kuua watoto, kwa sababu hawakuthubutu kukabiliana na askari mashujaa wa Mungu, na kwa hiyo walitenda jinai za kihistoria kwa makusudi. Unyanyasaji mkubwa dhidi ya haki za binadamu ni mauaji ya watoto, wanawake na raia wanaoishi katika mazingira magumu ambao hawana ulinzi. Wanadai kwamba hili ni kwa ajili ya kujilinda wenyewe, na wanaungwa mkono na wahalifu nchini Marekani, madhalimu, mfadhili wa ufisadi mkubwa zaidi katika historia ya binadamu, maadui wa haki za binadamu. Kiasi gani wanazidharau akili za walimwengu. Basi msilegee na wala msikubali kurudi nyuma kuwatafuta na kulipiza. Mungu akupeni ushindi na awaunge mkono wale wanaokuunga mkono, na Mungu atawaelekeza wale waliokulekezeni, basi wasije wakadhuru mpaka ushindi utakapotokea kwa Mwenyezi Mungu, na ushindi mkuu kwa uwezo kutoka kwa Mungu mmoja mkuu, pamoja na sayari ya adhabu Sakar, shimo kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ili khalifa wa Mwenyezi Mungu juu ya ulimwengu
atokezee pamoja na sayari adhabu yake Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Subhanallah al-Azim, anaumba anachotaka na anachokichagua, wala hamshirikishi yoyote katika utawala wake. Na nilimuomba Mwenyezi Mungu kwa haki ya haki, hakuna Mungu ila yeye, akusaidieni awaunge mkono wale waliokuunga mkono na kuangamiza waliowaendea kinyume. Na lazima mujue kwa yakini ni nini sunna za Mwenyezi Mungu katika kitabu kwa ajili ya ushindi wenu. Ni kushambulia na sio kukaa tu kwenye nafasi za ulinzi. Unawezaje kumshinda adui yako, na vipi wakuepuke ukikaa kwenye nafasi za ulinzi tu? Adui yako ataendelea kukushambulia, bali sunna ya Mwenyezi Mungu ya ushindi wa askari wa Mwenyezi Mungu katika kitabu Al-Qur'an Al-Azim ni katika kuwashambulia maadui wa Mwenyezi Mungu wanaoeneza ufisadi duniani. Ukishambulia utakuwa mshindi. Ukweli kwamba kanuni ya ushindi kwa askari wa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kuu yenye maamuzi ni kwamba hawabaki kuwa malengo madhubuti kwa adui, bali wanashambulia adui yao. Hapa inakuja sharia ya Mwenyezi Mungu katika ushindi wake kwa marafiki zake. Hivyo watatoroka kisha hawatopata usaidizi. Hiyo ndiyo sharia ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu, ambayo Mwenyezi Mungu alikuahidini kwamba ukishambulia atakuletea mara moja askari kutoka kwake ambao hukuwaona, na atatia hofu katika nyoyo za wale waliokufuru. Hivyo watageuka bila kujali nguvu zao ni nini na mbinu za adui yako duniani na mbinguni. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu ardhini na Mungu mbinguni. Huyo ndiye Mungu, Mungu wa mbingu na ardhi, pamoja nanyi wenye kusikia na kuona, na mkono wa Mungu uko juu ya mikono yenu, mwenye nguvu na thabiti. Ndipo Mungu atawaadhibu mikononi mwenu, nao watageuka kutoka kwenu na kuikimbia kutoka katika utisho wa jeshi la Mungu aliye mmoja mkuu. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu katika yale aliyokuahidini, kisha itakujeni sunna isiyo ya kawaida ya ushindi wa Mwenyezi Mungu katika kitabu chake madhubuti kwa ajili ya ushindi wa askari wake katika Qur'ani kuu yenye maamuzi. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu katika kauli yake Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ولو قتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. bado nazali na wahusia mwafanyie wema Mayahudi wapendao amani ambao hawakupigana nanyi, na ujue kwamba wao ni mstari mwekundu katika Qur'ani kuu ya maamuzi. Wale wanaotaka kusalimika na nyinyi na salama kutokana na shari za watu wao, na wanajua kwamba wao wamedhulumiwa kama nyinyi na dhalimu wa Kizayuni ambaye amedhulumu nchi na kuzidisha ufisadi humo na kufanya kiburi katika ardhi, na wanajiona kuwa wao ndio nguvu isiyowezekana kushindwa. Lakini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu wa mbingu na ardhi ana nguvu zaidi kuliko wao. Ameziponda sura zao madhalimu. Mungu hawapendi wachokozi na kulipiza kisasi kwa wahalifu. Na sayari ya Saqar ilikaribia kwa ushindi mkubwa zaidi wa Mwenyezi Mungu ili kuitakasa ardhi kutokana na wavunjaji wa haki za binadamu, wauaji wa watoto na yoyote anayewaunga mkono miongoni mwa wahalifu katika walimwengu. Basi Mwenyezi Mungu
atawaangamiza kwa nyota ya Saqar na atamwezesha khalifa wake Mahdi anayengojewa, khalifa wa Mungu juu ya walimwengu. Hakika Mwenyezi Mungu atatimiza amri yake na wahalifu watajua kwamba utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu katika walimwengu wote. Ni'mal Maula wa ni'mal Nasir. Na salam juu ya mitumi na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.